hawawezi kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Two people cannot work together unless they agree. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Kwa majina ni mtumishi wa Mungu Papa Sabeb Simba Enoch. I'm Papa Samuel Bisimwa Enoch. Naishi pale katika province ya North Kivu, Goma, Ruchuru, Kiwanja. I live in North Kivu, Goma, Ruchuru, Kiwanja. Ninafikiri ile inatosha. I think that is enough. Maana tumekuwa na nyinyi kwa wiki mzima tangu siku ya kwanza. Because we've been together with you since Monday. Mungu amefurahia leo tuweze kupunguza somo letu. And God was pleased to conclude our theme today. Kwa juma mzima tumekuwa na somo ambalo ni ushuhuda na neno la Mungu. For the whole week we had a word that is testimony and the word of God. Lakini kabla hatujasoma neno la Mungu, but before we read the word of God, acha tuone karibuni watu ngapi katika mkutano mwenye alishakapata mateso. Anyoshe mkono. Let's see in the congregation how many people have suffered. Tujishangilie basi ikiwa ulishakapata mateso. If you've suffered, bring your hands together for Jesus. Maana wakati Yesu anaita wanafunzi, because when Jesus was calling upon Petro akamuuliza, tumeacha vyote. Peter asked him, we left everything. Na tumekufuata wewe. And we are following you. Utatupa nini? What will you give us? Yesu akawaambia, Jesus hapa answered, chini ya jua mtapata uzima, mtapata mema na mateso na kisha uzima wa milele. Ambia mwenzako utapata mema na uzima wa milele. Tell your neighbor you will get good and eternal life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko baba. I am a father. Na niko na watoto. And I have children. Lakini sina mke. But I don't have a wife. Kuna mtu ananielewa? Nikusema niko mjane. It means I'm a widower. Unajua kuna mtu ambaye anaweza kusafiri, you know, there is hata kwa nchi nyingine anaficha nationality yake. To the other country and hide his Bwana Yesu atusaidie sana. Nationality. Benye tulianza nabo somo letu, the one we start together with the kisha Mungu kuniponya, after God rescued me, akanipa mke. He gave me a wife. Lakini mke mwenye Mungu alinipa, but the wife that God gave me, wakati tumeoana, when we got married, akaniambia Mungu, He told me that God ameniambia nitaishi miaka 32 tu duniani. He's telling me that I will only live 32 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na tulipozaa mtoto wetu wa kwanza, and when we gave birth to our first child, the second one, mtoto wa tatu, the third, mtoto wa nne, the fourth one, alizaliwa. He was born. Na mke amekuwa na miaka 13 sasa. And my wife was now 30 years. Kuna mtu ananielewa? Alafu huyu mtoto mdogo wakati alizaliwa wa nne, now when our fourth child was born, akanyonya miezi 5 tu. He breastfeeded for 5 na mama months. alikuwa mgonjwa, and my wife was sick miaka 2. 2 years. Maana mama alifanya hospitali miezi 19. Because my wife spent 19 months at the hospital. Na nyuma ile miaka 32, and with the 32 years, it was clocking now. Alafu Mungu akamchukua. Now God took him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati Mungu amemchukua, and when God took her, nikusema niko na miaka 12, means I'm having 12 kisha mama kuondoka duniani. after my wife died. Maana alifariki, because she died. Na huyu mtoto amekuwa na miaka 2. when my son na sasa huyu was 2 mtoto leo years. yuko na miaka 13 sasa. Now he is 13 now. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Tunakuwa na kiingilio kia somo letu. We have the introduction. Hatutakuwa warefu sana. We were too long. Unisaidie. Listen to me. Akili yako ikue hapa. Your mind should be here. Masikio yako ikue hapa. Your ears should be here. Wewe na nafsi yako muwe hapa. You and your soul should be here. Nikusema niko na miaka 12. It means I have 12 years. Na mimi nachunga watoto mie peke. And na Mungu hayaniruhusu kufanya kitu kingine. Maana kila ninachokifanya Mungu ananiruhusu tafanya hiki, mimi nafanya kile. Kuna mtu ananielewa? Kwa kuheshimu neno la Mungu tusimame. Hatutasoma mashairi marefu. Tutasoma shairi moja. Inatosha kwetu. Tutasoma neno la Mungu katika Injili ya Yesu Kristo kama Yohana alivyoandika, as John wrote, sura yake ya 5
Na shairi lake ni shairi la 7. 5:7. Na tutamalizia pale kwa shairi lake la 9 through 9. Yohana sura 5 John 5, shairi la 7 na tutaishia kwa shairi lake la 9. Na tukiwa pamoja tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapochemka, lakini wakati mimi ninapokuja, mtu mwingine hutangulia mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, chukua kitanda chako na utembee. Na mara moja yule mgonjwa alipata, nirudilie kenda. Na mara moja yule mtu alipata kuwa mzima, akachukua kitanda chake akatembea, na siku ile ilikuwa ni Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Sijue kama kuna lugha nyingine asome. I don't know if you have another language can read. Maybe we'll read in English. Karibu. I can't, sir, the sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. Jesus told him, stand up, pick up your mat and walk. Instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuna neno fupi We had a short word kulingana na mpangilio ambayo Mungu alitupatia. according to the Maana time neno that la God has Mungu given you. linasema Because the word of God says, wanaoongozwa na Roho those who are led by the ndio Spirit, watoto wa Mungu. they are the children of God. Hapa tunakuta maneno mawili. We are finding two words. Neno la mtu mmoja The word of a man ambaye alikuwa mgonjwa who was sick miaka 38 38 years. na alikuwa amelazwa kwenye kisima cha Betsaida. And he was at the pool of Bethsaida. Neno la Mungu linasema The word of God says, wakati Yesu anamkuta, when Jesus found him, akamuuliza, he asked him, unataka kuwa do mzima? you want to be made well? Nisaidie, ulize mwenzako, je, Ask me. unataka kuwa mzima? Tell your neighbor, Uliza do you want to be mwenzako. made well? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Huyu mgonjwa akajibu, This sick man said, akasema, he said, mimi sina mtu. I have no one. Mimi sina mtu I have no wa one kunitia birikani. to put me in the well pool. Maana Because malaika anaposhuka, when the angel comes, anapoingia birikani, when he comes to the walio pool, na wenzao the one having people, wanawapilika ndani ya kisima. they pull them to the pool. Lakini mimi sina mtu. But I have no one. Niseme jambo moja. Let me say one thing. Wakati jaribu liko kuprimere, When a unaweza kuona temptation watu to wengi primary, we can wanakushiriki. many people coming along with you. Likihama kusekonde, When it grows to the wale secondary, waliokushiriki wanaanza the kupungua. people who are with you start now Ukianza decreasing. lisanse ya jaribu, If it's got hata to a mtu mmoja degree, hautamuona. even one person will not see them. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndio maana huyu mgonjwa, That's why this sick sababu ya person, miaka mingi, because a lot of years of jamaa sickness, ilikuwa imemchoka, the family were amebaki tired. kisimani He mwenyewe. was Na left ndio alone maana to the pool. alijibu Yesu, And he told Jesus, akamwambia, nitawezaje kupona ikiwa sina mtu how wa will I kunitia be? katika kisima? How will I be made well? I have no one to put me in the well. Somo letu linasema hivi, Our sermon is saying, na Bwana akupe mtu. and may the Lord give Katika you a maisha person yako. in your life. Ambia mwenzako, Bwana akupe mtu. Tell your neighbor, may the Lord give you a person. Tukisema Bwana, When we say, labda bibi mwenye iko mwataza ni bwana yake, ndio tunasema. the one who is there, my Lakini king, ambia is his mwenzako, husband. na Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person. Maana Mungu ni watu. Because God is people. Ambia mwenzako, Mungu ni watu. Tell your neighbor, God is Mtu ni people. mwingine. People are made Bwana by Yesu other asifiwe people. sana. Amen.
mgonjwa akasema sina. The sick person said, I've got no one. Na somo letu linasema, and our sermon is saying, Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person. Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person. Ikiwa unahitaji mtu katika maisha yako, if you want a person in your life, basi kwa vigelegele, bring your hands together. Panahitajika mtu. Because you need a person. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uzuri wa kanisa ni watu. The beauty of the church is the uzuri people. Wa inchi ni watu. The beauty of a nation is the people. Hata mkiuza instrument, even if we buy instruments of lakini kama hakuna watu, but if you've got no people, na maana yoyote. They will have no use. Kanisa ikijengwa na dhahabu, if the church is built with gold and without people, kanisa haina maana yoyote. The church will have no use. Amen. Uzuri wa kitu ni vitu. The beauty of something is something else. Kuna mtu ananielewa? Someone. Na ndio maana Mungu anatumia watu. And that's why God uses people. Na katika uumbaji akasema, and in creation he said, mtu kwa mfano, make a person to our likeness. Mchana wa leo, that's why today Mungu akupe mtu. I want God to give you a person. Kuna vitu hata ukiomba, there are something that even if you pray, even if the heaven and peace, nothing will be done. Mungu alete mtu. God should first bring a person. Let's see someone having a family. Everyone with a family. Ask your neighbor, do you have a person in your family? Because we have a family with no one. People in the family, it might be like they are like, may the Lord give you a person. May the Lord give you a person. May the Lord give you a person. Praise the name of Jesus much. I saw one young lady. She was praying. She was praying for something else. She was only telling God, give me a person. Amen. And I knew this lady is praying for God. Let me ask the ladies here. Even if you get 1,000 degrees, if you've got no one, is your heart pumping on the same degree? Unatembea na wasiwasi, unalala na kuamka ni wasiwasi, walking up and sleeping and panahitajika nini? Panahitajika mtu. You need a person. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Nimeona mtu mmoja, I've seen a person iko naniambia, telling me kwamba maombi yenye niko naomba, that the prayer that I'm praying kwamba Mungu anipe mtu, is that God should give me a person. Because of people we left with, but they have shifted and they have gone abroad. But I'm praying God to make them people. A person having a brother or abroad, when you get there, a phone call, how do you feel? Amen. Even I stand up before you, but I need a person. Amen. You also need one. This church need one. Amen. This sick person knew that all the blessings don't come like rain. The blessing comes through a person. God made David to rescue the Israel people. You know, we have a family without David. A family without David, it's a problem. There's a family, they have no one to speak for them. They have a family without Daniel. There is a family without Abigail. There is a family without Esther. But our sermon is saying, may God give you a person. And if in your family there is no person, may the Lord put the person in the family to start touching your heart and tell God, I want to be that person. Amen. When you do a family meeting, the one who don't have money, they come too early. If the meeting will start at 12, at 10:40 they might be there. The ones having money, they come early to the meeting.
eventually they don't. Why don't they come early? That's why even in the church, the one who dressed that in expensive clothes, they come and offer after others passing through. Amen. If there is a family meeting, rich people don't come early. Now, wakati kikao saa imefika hawajafika, unasikiaka mwenye ana franka anaanza sema nini? Now the poor anaanza sema si tuanze saa zilishaenea. Can't we begin? It is now time. Kisha mwenye iko na hekima sana now the one who has wisdom say, haraka, don't rush up things. Mchunge kwanza. First wait. Maana najua hata tukianza, because they know even if we start, kikao ni pesa. The subject of the meeting is money. Hapa, and all of us are here. Diakre ya kanisa. We were a deacon of the church. Huyu mwenye iko na pesa, this one having money, wakati atakuja nyuma, when he comes late, anasema neno moja. He say only one word. Kwa nini hamkuanza? Why didn't you begin? Jo majibu ya watu wenye biko na pesa. That is the answer of the rich people. Na mtaanza kusema sasa tungeanza haujafika and you have not yet reached. Anasema sasa tangu mliikala. Now since when you sat, mimi naona midomo inasamka. I'm seeing that you have not drunk anything. Do you have any drink? Utasikia watu wanaanza jibu. You will hear people sasa say, kinywaji tungekitosha. Now where would you find wapi the drink from? Hallelujah. Amen. Na utasikia neno la kwanza, mwanze letea watu kinywaji, hatutaweza kuongea na watu wiko njala. Si kweli ile? Mwenye anasema ni nani? Mwenye franka. Who is saying the rich person? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, the second thing, anasema sasa, ukikao mlikuwa natafuta nini? Unasema ni pesa. What were you looking for this meeting? Money, how much? Kiasi ya pesa tofauti. Kiasi ya pesa fulani. This much. Anawauliza sasa, and they ask him, mnaona je? Now what do you see? Na watu watajibu, and the people answer, si hatuyapanga lolote. We haven't planned anything, because even as eating today, we are getting food. Na utasikia anasema neno moja. Anasema kwanza vile haiko vya kukawisha. So that is not something we should debate for. Ile tunjo mliona, that's all we see. Ile ipite kwanza, mulete ulizo ingine. Na watu wanaanza kupiga mikono. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu amefika katika kikao. Because the person has attended the meeting. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chumana, that's why katika mwaka huu, in this year, labda tangu mwanzo ya mwezi, maybe before the beginning of the month of this year 2026, inawezekana haujapata mtu. It might be you've not yet got a person. Lakini mchana wa leo Mungu akupe mtu. But this day, let God bring you. Inawezekana unaishi maisha ya magonjwa. It is possible you are living a life of struggle, but may the Lord bring you. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person katika bonde ili akuweke juu ya kilima. So that he can Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walisoma lakini haujapata mtu wa kukuambia kazi hii. Mabinti bazuri banapendeza lakini hajapata mtu. Vijana wako na nguvu lakini hajapata mtu wa kumwambia nguvu zako zifanye kazi hapa. Bwana akupe mtu leo. May the Lord give you a person today. May the Lord give you a person today. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua, you know, wakati Israeli biko mvita, when Israel were in the battle, paka mfalme until the king akatangaza kwamba he said that yeye atakayeua Goliath the one who killed Goliath tutampatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Je, alipatikana? Hakujitokeza mtu. No one. Lakini wakati Daudi anajitokeza, showed up, wakati Daudi anaua Goliath, when David killed Goliath, mara moja watu wakaanza kuimba kwamba mfalme ameua 1000 lakini Daudi ameua 10,000. Shangilia Bwana. 10,000. Ambia mwenzako mimi ndio Daudi wa jamaa langu. Tell your neighbor I'm the David of my family. Na Mungu akufanye Daudi wa jamaa langu. May the Lord do you a David of your family. Mungu akufanye Esteri wa jamaa langu. May the Lord do you Esther of your family. Mungu akufanye Abigaili wa jamaa langu. May the God make you a son of your family. Mungu akufanye mtetezi wa jamaa langu. May the Lord maana kuna jamaa ambazo hazina watetezi. Because we have a family we Bwana Yesu asifiwe sana. On their behalf. Mungu akajifanya mtu. God kusudi tutoke katika mikono ya shetani. So that he should rescue us. Ndio maana nasema kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu
So akamtoa mwana wake wa pekee kusudi kila atakayemwamini asipotee. Bwana Yesu asifiwe sana. So whoever believed in him should not perish. Ulaya iko we have a lakini but hatutaruka sawa ndege. we are not going to fly. Inaomba pawe mtu mwenye atatufikiza Ulaya, si kweli? Na mbingu ziko lakini hatutaruka. Mara moja tumepata Yesu, maana yeye ndio njia, kweli na uzima. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Panahitajika mtu katika maisha ya mwanadamu. In the life of a human being. Nilisoma kukarte ya mtu moja. I've seen a person. Anasema jina ya kizazi chao, he said that the name jina of their mtu offspring, it is for someone else. Hapana mtu kumuti. Not a person to a tree. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Siku moja, one day, tuko msafari, we were in a tulitembea na mwimbaji mwenyewe iko sawa na mti. We traveled with a singer who is like a tree. Sasa huyu mwimbaji, now that singer, akauza mustiko. He bought a mustiko. Na wakati aliona batu batamulomba kwa hii mustiko yake, now when he saw that the people will ask akasema saa tutapumuzika, he said when we shall have a rest, saa nitaingia mkitanda, when I will eat my bed, nitakula hii mustiko yake. It's when I will eat it. Kuna mtu ananielewa? Uliza tu mwenzako, uko mtu wala uko mtu? Ask your neighbor, are you a person or a tree? Sasa huyu mwimbaji, now this singer, wakati ilikuwa usiku, when it was during night, akaingia mudra yake, jo akaanza babulana na mustiko yake, and he started eating jo asimupe nani, so that he shouldn't give anyone. Unaweza kuwa mjamani hamna mtu. Now you can be the family that they have no one. Kuko jamani hamna mtu. We have a family without a person. Lakini Mungu akupatie wewe njoo ukuwe mtu katika jamaa. But may the Lord make you a person in your family. Sasa mule mudra, now in the bed, Mungu akamsaidia, God helped him. Mfupa ya samaki kabana mshingo. Now sasa kumbe mchungaji alikuwa ameona gisi iko na kulia mustiko munini. The shepherd saw that he was eating the mustiko in the bed sheet. Sasa wakati tunataka kwenda kumintervenir, now when we wanted to intervene, the shepherd said no, ule iko nabatiziwa na Roho Mtakatifu, he is being baptized by the Holy Spirit. Mule Roho Mtakatifu iko nambatiza. Leave him, the Holy Spirit is baptizing him in there. Tulienda kumsaidia, now we went to help him kutoka mwa ile dra, to leave out of the bed sheet. Tulikuwa na safari, because we ile safari tuliposhaimba juma mbili, we were singing lakini mwa ile juma mbili yeye alikuwa anagonjwa shingo juu ya ile mfupa ya nini. Nikisema kisi tulianza mkutano, tunamaliza mkutano yeye anagonjwa nini. The congregation and he's having the pain. Kwamba huyu hakukuwa mtu. We discovered that he was not a person but he was a tree. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kuko mtu mwenye, we have a person in this church, akiuza hembe, if they buy mango, kushina mpaka kumtokoro, he's going to finish it out. Nijua haiko mtu. No, it's not a person. Siku utakuwa mtu, when you will be a person, hauwezi kufurahi, you cannot be happy kufurahisha mwenye yuko pembeni yako without making your neighbor happy. Kuko mtu mwakikala kuchakula, we have a person in anakuwa saa mwenye yuko napandisha drapo ya inchi, they are like they are haezi ona pembeni, the flag of the country. Anaanza kunimero they start from number 1 up to number 10. Lakini leo Mungu akufanye mtu. But may the Lord make you a person. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuko watu ukifika kwa hospitali, there are people when you reach at the hospital, mtu anakosa dawa, you will find a person, lakini mjamaa yake mko watu biko na pesa, but in their family they have people, hata biko na franka, even though they have lakini hamjapatikana mtu. They have no one. Ndio maana Mungu akufanye mtu wewe. And that's why may the Lord make you a person. Yenyewe vilishindikana mchama. Wewe Mungu akufanye mtu. The family, may the Lord make you a person so that you can do them. Mungu akufanye Yohana. May the Lord make you Job. Utengeneze kila kenye kilishakashindikana. So that you can repair everything that is broken. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nilihubiri kanisa moja. I preached to a certain church. Banaingiaka watu 900. So they entered 900 lakini mwa ile kanisa, but in that church, mulikuwa mtu mmoja tu. They had only one person. Mchungaji wa ile kanisa, the shepherd of the church, njo alikuwa mtu. Was the person. Mebatu 900 bote. But the 900 people, they were no one. Hamuna mtu sababu gani? No person. Why? Kulikuwa kijana moja. It was
One young alikuwa man, maskini sana, he was a rich person, lakini alikuwa naimbaka sana but he was singing kuliko too waimbaji wote ya much, mkanisa. more than any other singer in the Lakini church. kupata nguo ya kuvala But to get a cloth to ilikuwa put iko on, neema kutoka kwa Mungu. it was a grace from above. Kuna mtu ananielewa? Someone have understood? Na alikuwa yatima, And he was an orphan. balikuwa bayatima 11. There were 11 orphans. Sasa mchungaji wa ile kanisa Now the shepherd of that church, alipoona hali, maana when he saw the Biblia inasema situation, hata Petro alimtambua tu kwa mwenendo. because even the Bible said Peter was discovered by Bwana his Yesu way atusaidie of sana. walking. Akakaribia ule kijana, He came closer to the young man. akamwambia unaweza kunielezea maisha He yenu? said, can you tell me the story Kijana of your akaanza life? kumweleza, And the young man Mzazi wetu narrated the alishaka story fariki, that our father, na mother jamaa died, ikatufukuza, and the family rejected us. na tumefika mwa hii mwingine, And we reached this in this tulikuwa city. tunalalaka mkanisa. We were sleeping in the church. Na mtu ananielewa? Someone have understood? Mchungaji akabaambia, And the shepherd said, nitakuwa nabalipia nyumba, I will be paying for lakini you a house, msimwambiake mtu. but never tell anyone. Wewe endelesha kuimba, Keep with the ministry na of mkikuwa singing. nakosa chakula And when you miss food, unakuya niambia kwa siri. come and tell me in secret. Sasa juu ya sauti ya huyu kijana, Now because of the voice of alikuwa this young naimba man, mkorale 5. he was singing Juu in ile 5 kanisa mko choirs. korale 7. Because in that church we have 7 choirs. Kuna mtu ananielewa? Someone is getting me. Lakini ukiona gisi anavala, But when you see the way he was anavala saa dressing mwenda up, bazimu. he was dressing up like a fool. Problemi haiko kichwa kuharibika. The problem is Lakini not running maisha mad, but life. magumu. The situation is hard. Unajua mtu mwenye hana franka anafanana hata mwenda bazimu. You know someone Si ni kweli? having no money, sometimes Mtu they mwenye look hana like franka fool. anafanana mlozi. A poor person looks Banaweza like a sema witch tuchague tu person. mlozi mwa hii kanisa. They can't say, Wewe choose ndio a witch unafikia person. hapo. Because you don't have Kumbe shoes. hauko hata mlozi. You are even Ni not a sababu ya witch. maisha mazito. Just because of a hard life. Sasa huyu kijana Now this young person, miaka ya kuoa ikafika. the years of getting married, Halo halo. Halo halo. Miaka ya kuoa ikafika. now the age reached of him Wakati getting miaka ya married. kuoa ilifika, When the age reached of getting married, kijana akatafuta fie mwenye anapenda, the young man starts looking for the akamwambia na one that she mbuzi loves. moja siwezi kuipata ya kupeleka He kwenu, said even one kuliko goat, kufanya washerati instead of Kufanya dhambi fornicating, moja, to just do one sin, turenderezane to come back home, na kanisa and the church itatutenga juu tuliiba ndoa. is going to set us Tunaelewana? apart because it's Siku sin. Mungu ataona tuko ba maana kwake, And when God will see that we are important, atatupatiaka mali, kanisa itatutosha He nje ya will kanisa. give us the dowry and the church will bless for Kuna mtu us. ananifuata? Basi kijana akarendeza ule binti, So na the wote walikuwa man ba took mkanisa. the lady and all of them they were in the church. Sasa ikaomba baraza ya kanisa Now the committee of Ikale. elders had to sit, 1, 2, 1, 2, sifo bamtenge. they had to Saliiba ndoa. excommunicate him. Kuna mtu ananielewa? Yes. Aliiba ndoa juu ya bangi, He aliiba ndoa juu ya fornicated. pombe, Is it because of aliiba ndoa drunkenness? juu ya maisha. It was because Me of hard life. anaimbaka mkorale 5 But he sings in 5 na choirs. iko na sauti ya kushinda baimbaji, And he has a very nice na voice. akiimba kila mtu anabarikiwa, And when he sings, everyone could be lakini blessed. kuvala na kula ilikuwa shida. But eating and dressing Sasa up was a mchungaji problem. wa hii kanisa And now the shepherd of alikuwa the church, anajazwa roho sana, he was filled by the akaitisha baraza ya Spirit. kanisa, He called upon akasema the huyu committee of elders mwimbaji, and said, this mwimbaji singer, mwenye anaimbaka hivi the one who sings this kisha much, anapatisha kanisa haya, now he's nyie causing the baraza church unaona ashamed. nini? What are you seeing? Baraza ikaanza sema anastahili kutengewa. The committee of Anastahili elders said kutengewa. he has to be excommunicated. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji akasema sawa, The pastor said tutamtenga yes. Dimashe mkanisa ya We are Dimashe. going to excommunicate him on Sunday. Wakanza ibada, They started the wakati service. ibada ilitafuta kuisha, When the service was mchungaji reaching at the akasema end, kanisa msimame. the shepherd Kanisa said, stand up likasimama. for the church. The church stood up. Akasema tuko na mtu mmoja And he said, we have one mwenye person ametupatisha haya, who is causing a shame. inaomba We tumutenge. have to excommunicate Watu him. wakaanza kusema ndio. And the people start saying, yes, we have Ambia to. mwenzako usikuwe na kuwa haraka kubia mwingine, Say, tell your neighbor, don't rush. juu to haujue somebody's vyenye anapitia. situation. Because you don't know what they are Tuko going watu viko through. haraka kubia We wengine, have people are rushing into akifika kulwa someone's mwingine nipe situation. kiti nikale, When it's someone's ichapokuwa story, vyake give me a seat. vinamshinda, Yet
they are failing by their own affairs. Wakati kanisa limesimama, When the church stood up, mchungaji akasema, the shepherd said, mbele ya kutenga huyu kijana, we excommunicate this young man. tunataka tenga kanisa yote. We first want all the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele tutenge huyu kijana, Before we excommunicate, tunataka tenga kanisa. we want to excommunicate the whole Mie church. njo sitatengewa mie mchungaji, I'm not going to be lakini excommunicated kila mtu by the mwenye yuko humu shepherd. atatengewa. But everyone in Na this tunaanza church, tenga baraza ya kanisa, and we want to kisha start tuna